Hujambo na karibu tena Mtanzania popote ulipo. Ni wakati mwingine tena mzuri tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Chama cha Chadema kinapigwa mawe kweli kweli. Tunaona tangu Chadema waliporuhusiwa kufanya shughuli za kisiasa baada ya kufungiwa kwa muda, Chadema wamerudi na moto kweli kweli. Kwanza kampeni za chama za chama ambazo zilikuwa na ajenda ya Free Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama ambaye anashikiliwa kwa tuhuma za uhaini pamoja na katiba mpya. Kwenye mikutano ambayo Chadema wameifanya mikoa kadhaa, tumeona namna ambavyo mwitikio wa wadau wa Tanzania ulivyokuwa mkubwa na wengi wakijitokeza kukichangia chama. Tangu hapo baada ya Chadema kufanya hiyo mikutano kadhaa kuelekea tarehe 7 ya mwezi wa 7 ambapo wanaharakati walitangaza kufanyika kwa maandamano makubwa Tanzania, serikali tuliona waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi alitoa agizo la kusitishwa kwa mikutano yote ya kisiasa. Sababu ni kwamba kuna tishio la kiusalama na amani, na akasema kwamba mpaka pale ambapo watajiridhisha kila kitu kipo sawa, basi mikutano itarejea tena kama kawaida. Mpaka sasa maandamano tuliona hayakufanyika, lakini ni kama kulikuwa na lockdown, watu walikaa majumbani. Sasa kwa namna moja ama nyingine unaweza kusema kwamba yale maandamano yalifanikiwa kwa wanaharakati ambao walikuwa wakihamasisha, na walizungumza hicho pia kwamba wameifanya serikali imeshughulika siku nzima, vyombo vya ulinzi na usalama vilijaa mitaani na watu walibaki majumbani. Kwao yalikuwa ni mafanikio, lakini pia kwa namna moja ama nyingine kuna Watanzania ambao wanategemea shughuli zao za kila siku ili kuingiza kipato, na maana siku hiyo walifeli kuingiza chochote kitu. Lakini kwa upande wa wanaharakati walifanikiwa kwa namna moja ama nyingine, lakini mpaka leo hii haijulikani ni lini ambapo mikutano au shughuli tena za kisiasa zitaruhusiwa tena. Sasa utaona ni kwa namna gani Chadema ina nguvu kupitia mikutano ambayo wameifanya kwa muda mfupi sana. Idadi ya watu ambao wamejitokeza, utaona ni kwa namna gani ambavyo watawala wametetemeka, kama ambavyo wengi wanaamini kwamba ni kutokana na Chadema walivyorudi na comeback au nguvu kubwa mno na kukusanya idadi kubwa ya watu kupitia mikutano ya hadhara ambayo walikuwa wanaifanya. Baada ya hapo zimeibuka ajenda ndani ya chama, ajenda ambazo zinapushiwa na watu ambao inasadikika ya kwamba wanapewa kibunda kukichafua chama, hasa kumchafua makamu mwenyekiti John Heche, kwamba kupitia ile michango ambayo wanachadema wa Tanzania wanakichangia chama, basi John Heche anazitumia fedha hizo kwa maslahi yake binafsi. Yakazungumzwa mengi, na kupitia kikao cha kamati kuu, maazimio ambayo waliyatoa, hakuna hata moja ambalo tulikuwa tunalisikia likatajwa kwenye maazimio yale, kwamba kila kitu ndani ya chama kipo safi, na katibu mkuu John Mnyika akielezea namna ambavyo fedha za michango zinavyotoka kwenye chama. Fedha zinapokelewa moja kwa moja kupitia akaunti za chama, hazipokelewi na John Heche. Sasa unajiuliza kwamba watu ambao wana push agenda, kwa nini bado wanang'ang'ana kwamba John Heche achunguzwe? Wengine wakienda mbali zaidi wakisema John Heche aachie nafasi alionayo ili kupisha uchunguzi wa tuhuma ambazo zimekuwa zikimkabili. Tunaona hiki ambacho kwa sasa kinaendelea. Heche amezungumza jana, amesema kwamba hatishwi na kitu chochote, na hivi tunavyozungumza kuna wengine wameenda mbali zaidi kwamba kupitia hii michango ya tone tone Chadema wanatakatisha fedha. Na hiki ndicho ambacho kimenileta hapa kwa pamoja zaidi. Upotoshaji umekuwa ni mkubwa mno, na kwa sasa nadhani tupo kipindi ambacho watu wengi wanauelewa mkubwa.
watu ambao wanajitokeza sasa hivi kuzungumza kwamba makamu mwenyekiti apishe uchunguzi kufanyika ni watu ambao huwezi ukawaona wakizungumza mambo mengine ya chama. Huwezi ukaona wakipush agenda kama ambayo kwa sasa Chadema wanaipushi ya michango ya tone tone. Huwezi ukaona hata siku moja watu hao wamewaita waandishi wa habari na wakazungumza agenda ya Free Tundu Lissu. Ni watu ambao huwezi ukawaona kabisa wakifanya mambo hayo. Unajiuliza kwamba hii nguvu kubwa ambayo wanaipata hivi sasa, wengine wanatoka mikoani wanakwenda Dar es Salaam, wanaita waandishi wa habari na wanazungumza hivyo vitu. Nani yupo nyuma ya mtandao huu mkubwa ambao upo kwa sasa kumchafua John Heche, lakini pia kuichafua Chadema? Watanzania ukiangalia namna ambavyo wanatoa maoni yao kupitia video ambazo zinasambazwa za agenda ya kumchafua John Heche, na maybe ni kuwataka Watanzania wanachadema kupoteza uaminifu kwa uongozi uliopo sasa ndani ya Chadema. Watanzania wameamka na wanaelewa kila kitu, na kuna wengine wameshaanza kukumbuka si viongozi wa chama kama walivyojitambulisha. Sasa kupitia kampeni ambayo inaendelea hivi sasa, asubuhi ya leo tarehe 17, makamu mwenyekiti John Heche ametoa taarifa, lakini pia John Mnyika ametoa taarifa hapa kwamba Chadema wamefikisha michango ya shilingi milioni 1 za Kitanzania kwa siku 6 ambazo Chadema walitangaza. Malengo ya marathoni hii ni kufikia fedha za Kitanzania shilingi milioni 334, na sasa wameshafanikiwa kukusanya shilingi milioni 81 kwa ajili ya kufanikisha baraza kuu la umma. Sasa nimesema hapa Chadema wanataka kuhusishwa na utakatishaji wa fedha, na ni mdau mwingine ambaye amejitokeza na kuita waandishi wa habari. Unajiuliza kwamba hii nguvu ya watu hawa mpaka kuita waandishi wa habari na kutaka Chadema ichunguzwe kwa utakatishaji wa fedha wanaitoa wapi, ambapo serikali inahimizwa kufanya hivyo? Kupitia video ambayo kwa sasa pia inasambazwa kwa kasi mno kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, mtu mmoja aliyejitambulisha kwa majina ya Philipo Mwakibinga akidai kwamba yeye ni mshauri na mchunguzi wa masuala ya kisiasa, kijamii na kiuchumi, anaishauri serikali kuwachunguza Chadema kupitia michango ya tone tone ambayo wanaifanya, kwamba kupitia michango hii wanapata fedha za kuja kufadhili mambo ya kihalifu. Bado unapata wasiwasi kwamba nani yuko nyuma ya watu wote hawa. Kuna kipindi ambapo tulikuwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, uchaguzi wa urais, wa bunge na madiwani. Kabla ya uchaguzi tuliona namna ambavyo baiskeli zikigawiwa huko vijijini kwa wingi mno. Walioji baadhi ya watu kwamba hiki ambacho kinafanywa sio rushwa, kuwashawishi wa Tanzania ili kuchagua Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi mkuu. Hakuna hata mtu mmoja kati ya hawa ambao wanazungumza hivi sasa walijitokeza na kuitaka tume ya uchaguzi TAKUKURU kuchunguza hivyo vitu. Hakuna hata mtu mmoja. CCM walichangiwa mafedha ya kutosha kuelekea kwenye kampeni. Hakuna hata mtu mmoja aliyejitokeza hata kuzungumzia kwamba kupitia sheria zilizopo rais anatakiwa kutumia kiasi fulani kwenye kampeni zake, hata kuomba tu kwamba Chama cha Mapinduzi kifanyiwa uchunguzi kwa kampeni ambazo walizifanya na kiasi cha fedha kilichotumika. Hawa watu hawakuwepo. Ajenda za kuipasua Chadema, kumchafua makamu zimetoka, na wao wanakuja kwamba kupitia michango hii Chadema wachunguzwe, wanatakatisha fedha. Unajiuliza kwamba Chadema wameanza leo kuchangisha hii michango? Hawajaanza leo. Siku zote walikuwepo wapi? Heche amesema kwamba hiki kinachofanyika ni kutokana na yeye kukataa kulamba miguu ya watawala. Amegoma kabisa kulamba miguu ya watawala. Sasa huyu Philipo Mwakibinga, nikinukuu maneno yake, anasema, kwa majina naitwa Philipo Mwakibinga. Mimi ni mshauri au mchunguzi wa masuala ya kisiasa, kijamii na kiuchumi. Niko hapa
mbeleni waandishi wa habari kuishauri serikali kupitia taasisi na vyombo vinavyohusika na uchunguzi wa masuala ya kifedha waweze kufanya uchunguzi huo, hasa kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Ona Chadema inavyopigwa mawe. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu lazima pajulikane vyanzo maalum, vyanzo ambavyo ni halali kwa mujibu wa sheria au kwa matakwa ya kisheria, kwa sababu hao wenzetu tunawajua, na nizungumze kwa wazi kabisa hili jambo. Wenzetu hawa tunawajua. Upo uwezekano tayari kuna fedha chafu zimeingia, wameanzisha mkakati wa kuchangisha kama sehemu ya kuhalalisha zile fedha zilizoingia. Upo uwezekano huo kwamba kupitia hii michango ambayo Chadema wanaifanya hivi sasa, kwamba kuna fedha ambazo ni chafu zimeingizwa Chadema. Kwa hiyo ili kuficha zile fedha chafu, basi wanatumia michango ya tone tone kuzifanya zile fedha zije kutumika na ziwe halali. Leo nitakuwa na somo kubwa mno kuhusu utakatishaji wa fedha na hiki ambacho anakifanya Chadema. Kwanza tumalize hiki ambacho amekizungumza huyu anajiita Mwakibinga. Anasema sasa nini kifanyike? Serikali chunguze vyanzo vya hizo fedha zinazoingia ili kulinda nchi yetu dhidi ya uhalifu wa masuala ya kifedha. Vile kutokana na maendeleo ya kidigitali, tunafahamu kabisa kwamba ni muhimu kuwa na tahadhari kuhakikisha fedha zote zinazoingia katika shughuli za kisiasa zinatokana na vyanzo vinavyotambulika kisheria ili kutokuruhusu utakatishaji na uhalifu mwingine wa kifedha. Sasa hiki ambacho anakizungumza hapa kwamba vyanzo halali vinavyotambulika kisheria, lakini hata michango midogo midogo kutoka kwa wananchi na wanachama ni chanzo halali kinachotambulika. Anazungumza nini? Anasema tena kwamba jambo la tatu, serikali kwa kupitia vyombo husika wawe na zoezi la mara kwa mara, ufanyike uchunguzi wa michango na fedha ili kulinda mfumo wa fedha wa ndani ya nchi. Labda niseme jambo moja hapa, wenzetu wamekuwa wakituhumiwa kupata michango kutoka kwenye taasisi fulani na vyombo fulani, lakini wamekuwa wakikana. Sasa unaweza kukuta hizo fedha ndizo zinazoingia nchini zinasababisha kuleta vurugu wanazofadhiliwa watu. Tutajuaje kwamba kupitia michango ya tone tone ambayo Chadema wanaifanya wanatakatisha fedha ambazo wanapewa na wafadhili kwa ajili ya kuja kufadhili vurugu nchini? Sasa kama vyombo vitakuwa makini vikafanya uchunguzi, vyombo vya dola na maanisha kuhakikisha sheria za kuzuia utakatishaji fedha zinakuwa zinatekelezwa ili kila mmoja awe salama. Na hili ni kwa taasisi zote, lakini kikiwemo Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambacho tumeona kimekuwa kina mbinu ya kusema kinachangisha fedha. Mwisho wa siku hawaelezi vizuri mifumo halali ambayo imetumia hiyo fedha. Inawezekana ndio fedha zinazotumika kuchochea vurugu na mambo mengine. Lakini jambo la tano au jambo la mwisho katika haya, nashauri kwamba uchunguzi unapofanyika au endapo kutakuwa na chama chochote au taasisi yoyote ambayo inahusika, basi sheria za nchi zifuate, lakini vile taarifa za uchunguzi huo zitolewe kwa vyombo halali vinavyochunguza ili kuondoa hukumu kabla ya taarifa au uchunguzi wenyewe. Natoa rai kabisa, kwa sababu baadaye tusije tukaambiwa hatukusema. Lazima tuzungumze haya. Fedha nyingi zimekuwa zikiingia kwenye haya mataasisi, lakini wakati fulani uchunguzi haufanyiki. Ufanyike uchunguzi wa kina kujua hivi vyanzo vya hizi fedha, kwa sababu unaweza kushangaa, na mimi najua hawa jamaa, kwa mfano Chadema nazungumza, wanaweza wakawa tayari wanazo hizi fedha zimeingia, wamepewa kutoka kwa hao wafadhili wao. Sasa ili kuhalalisha kuonekana kwamba hizi fedha ni halali, wameamua kutengeneza hii scenario ya kuchangishana ili ionekane ni michango halali. Lakini ndio fedha ambazo zinaweza zikaleta vurugu, zikaleta taharuki, kwa sababu kama mnavyojua kuna uchochezi wa vurugu katika taifa letu. Matamko ambayo yanaleta uchochezi sisi tunafahamu. Kwa hiyo ni vyema tukazingatia mifumo ya kifedha, hasa kipindi hiki ambacho kuna mifumo ya kidijitali ambayo inatumika kwa kiwango kikubwa katika transaction hizi ambazo zinaendelea za kiuchumi katika dunia nzima.
Na hii haitakuwa Tanzania pekee kufanya swala la uchunguzi la mifumo hii. Hata mataifa mengine ya wenzetu wamekuwa wakiangalia sana kwamba hivi vyama vyetu, taasisi zetu, watu binafsi, mashirika, fedha wanazopata ni halali au ni fedha chafu, ili kuweka usalama wa taifa letu. Huyu ni Mwakibinga akizungumza hayo. Sasa ninakuja kwenye darasa ambalo Watanzania ningependa tulifahamu. Kwanza, tunapozungumzia utakatishaji wa fedha tunamaanisha nini? Utakatishaji wa fedha ni mchakato haramu wa kuficha asili ya fedha au mali zinazopatikana kwa njia za uhalifu kama vile rushwa, biashara ya dawa za kulevya, wizi au kukwepa kodi, ili zionekane kama zimepatikana kwa njia halali na za kisheria. Neno hili linatokana na dhana ya kufua au kusafisha fedha chafu ili ziingie kwenye mfumo rasmi wa kifedha zikiwa ni fedha safi. Sitakwenda kwa kina zaidi kuelezea hatua za utakatishaji wa fedha. Ninachotaka twende moja kwa moja hapa, nataka twende kwenye hiki ambacho Chadema wanahusishwa nacho. Uhusishaji wa kampeni za kuchangisha fedha za kidigitali kama Tone Tone ya Chadema na utakatishaji wa fedha unatokana na mbinu za kifedha na kisheria zinazohusu jinsi mifumo ya michango ya halaiki inavyoweza kutumiwa vibaya. Ili kuelewa jinsi jambo hili linavyoweza kutokea kitaalamu, ni muhimu kuangalia jinsi mifumo ya utakatishaji fedha inavyofanya kazi na jinsi inavyoweza kuingiliana na michango midogo midogo ya simu au bank. Sasa kitu cha kwanza hapa, katika jinsi ambavyo inawezekana kitaalamu, kuna hii njia ya kumega fedha. Hii ndio mbinu kuu inayoweza kutumika kwenye utakatishaji wa fedha. Mhalifu anayejaribu kuingiza kiasi kikubwa cha pesa chafu kwenye benki atajulikana haraka kwa sababu ya sheria za kuzuia utakatishaji wa fedha zinazotaka taarifa za miamala mikubwa. Inavyofanyika ni kwamba badala ya kuingiza milioni 100 kwa mkupuo, kwa mfano, mhalifu anayejaribu kuingiza kiasi kikubwa cha pesa chafu kwenye benki atajulikana haraka kwa sababu ya sheria. Kwa hiyo kitu ambacho anakifanya mhalifu, anaweza kutumia mtandao wa watu wengi au namba nyingi za simu kutuma kiasi kidogo kidogo kama fedha za Kitanzania shilingi 5,000 na kuendelea kila moja kama mchango. Matokeo yake ni kwamba miamala hii midogo midogo haingii kwenye rada za kiintelijensia ya kifedha kwa urahisi, kwa sababu inaonekana ni ya kawaida na ya watu tofauti. Sasa ukiangalia Watanzania ambao wanakichangia chama cha Chadema ni Watanzania ambao watu wako mikoani huko wanachanga kwa ajili ya chama. Mtu anatuma 200, 300, 500 uje kutuambia kwamba Chadema wanatakatisha fedha. Senario yake ni sahihi kwamba ni njia ambayo inaweza kutumika kutakatisha fedha. Lakini wakati hayo yanafanyika, vyombo husika ambavyo vinadhibiti na kukagua fedha za vyama havijaona jambo hilo mpaka wewe utoke na kuja kusema kwamba Chadema watakuwa wametumiwa fedha chafu, na ili kuzisafisha wanatumia michango ya Tone Tone. Ni vigumu sana kwa chama cha siasa au hata taasisi inayopokea fedha hizo kufanya uhakiki wa kina wa chanzo cha mapato cha kila mchangiaji ambaye anachangia kidogo kidogo. Ni sahihi, lakini turudi moja kwa moja kwa upande wa Tanzania. Mitazamo miwili tofauti nchini Tanzania ambayo ipo hivi sasa. Kwanza, hili ni swala ambalo lina sura mbili kubwa za kiuhalisia na kisiasa. Upande wa serikali na wakaguzi wa kifedha wanasisitiza kuwa sheria za vyama vya siasa na zile za kuzuia utakatishaji wa fedha zinataka vyama vyote kuwa na uwazi kamili wa vyanzo vyao vya mapato. Wanahofia kuwa bila mifumo madhubuti ya ukaguzi, michango ya kidigitali inaweza kutumiwa na watu wenye nia ovu ndani au nje ya nchi kuingiza fedha haramu kwenye siasa za nchi. Kwa upande wa Chadema na watetezi wa demokrasia,
wanajenga hoja kuwa tone tone ni njia ya wazi ya kidemokrasia na ya kisiasa inayowapa wananchi wa kawaida nguvu ya kufadhili chama wanachokiamini. Wanahoji kuwa miamala yote inayopita kwenye mitandao ya simu kama M-Pesa, Airtel Money, Tigo Pesa na benki tayari inasimamiwa na kusajiliwa na serikali yenyewe kupitia vitambulisho vya NIDA. Hivyo hakuna usiri wowote unaweza kuruhusu utakatishaji wa fedha bila mamlaka husika kujua. Mtanzania ambaye yupo Katoro Geita akichangia Chadema, ile namba yake imesajiliwa kwa NIDA. Serikali inaona ni Mtanzania kachangia. Sasa unajiuliza kwamba hizo fedha ambazo zimeingizwa na ni chafu, kwamba Chadema zionekane wanachangia kidogo kidogo kutakatisha fedha. Tanzania nzima wamepewa hizo fedha, basi baada ya kuingia wakatumiwa kwamba sasa nyie mzirudishe tena kwenye chama, ni ngumu. Ina maana kupitia michango hiyo namba za simu zimesajiliwa na NIDA ya kila Mtanzania. Hakuna usiri wowote ambao unaweza kuruhusu utakatishaji wa fedha bila mamlaka husika kujua, kwa sababu NIDA ni mfumo wa taifa. Kisheria, hesabu za vyama vya siasa nchini Tanzania hukaguliwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, pamoja na kitengo cha kiintelijensia ya kifedha FIU, ili kuhakikisha usalama wa miamala hiyo. Wote hawa wasingeona utakatishaji wa fedha mpaka mtu anaitwa Mwakibinga atoke na kuja kusema Chadema wachunguzwe kupitia michango ya tone tone, wanatakatisha fedha chafu. Lengo ya hizo fedha pia ni fedha ambazo zinatumika kuja kuleta vurugu Tanzania. Kweli useme wa Tanzania hawajaamka mpaka leo hii waje kumwamini mtu kama huyu. Bado na maswali mengi sana kwamba nyuma ya hii ajenda ya kukichafua chama cha Chadema ni wakina nani wamesimama nyuma na kupushi hii ajenda. Tumalizie kitu kimoja hapa. Nchini Tanzania, masuala ya kifedha na vyanzo vya mapato kwa vyama vya siasa yanasimamiwa kwa karibu sana kupitia sheria mbalimbali ili kuzuia matumizi mabaya ya fedha, uingizaji wa fedha haramu na ushawishi usiofaa kutoka nje ya nchi. Hapa nitakupitisha kidogo tu jinsi vyanzo vya fedha vya vyama vya siasa vinavyodhibitiwa na kukaguliwa. Moja ni sheria kuu inayosimamia vyama vya siasa. Hapa tunazungumzia ile sheria mama inayoratibu masuala haya, ni sheria ya vyama vya siasa sura ya 258, The Political Parties Act caption ya 258, pamoja na marekebisho yake makubwa ya mwaka 2019 ambayo yaliongeza meno katika udhibiti wa fedha. Kulingana na sheria hii, vyanzo halali vya mapato kwa chama cha siasa ni: moja, ada za wanachama na michango ya hiari ya wanachama; mbili, ni ruzuku kutoka serikalini kwa vyama vyenye wawakilishi bungeni au kwenye mabaraza ya madiwani; namba tatu, mapato yanayotokana na uwekezaji halali wa chama kama kupangisha majengo au miradi mingine; namba 4, zingatia pointi namba 4, ni michango au misaada kutoka kwa wafadhili wa ndani ya nchi. Jambo kubwa la pili ni udhibiti na makatazo makali ya kisheria. Ili kuzuia vyama vya siasa kutumika kama kichochoro cha utakatishaji fedha au uingiliaji wa mamlaka ya nchi, sheria imeweka mipaka ifuatayo. Zingatia hiyo mipaka. moja, marufuku ya fedha za kigeni. Ni kosa kisheria kwa chama cha siasa kupokea msaada, mchango au ufadhili kutoka kwa raia wa kigeni, serikali ya kigeni au taasisi isiyo ya Kitanzania. Hapa tunazungumzia NGO au kampuni, bila kupata kibali cha maandishi kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa ndani ya siku 30 kabla ya kupokea msaada huo. 2, kutangaza vyanzo vya mapato. Chama kinawajibika kutangaza hadharani na kwa msajili vyanzo vyote vya mapato, mali zake na madeni yake ndani ya muda uliopangwa kisheria.
Ukomo wa michango. Msajili ana mamlaka ya kuweka ukomo wa kiasi cha juu kabisa cha fedha ambacho mtu mmoja binafsi au taasisi inaweza kuchangia kwa chama kwa mwaka mmoja. Nani atakayekagua hizo fedha za vyama vya siasa? Hapa kuna taasisi kuu tatu ambazo zina jukumu la kisheria la kufuatilia na kukagua mapato na matumizi ya vyama vya siasa. Moja ni mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, ambapo kila mwaka vyama vyote vya siasa vyenye usajili kamili vinalazimika kuwasilisha hesabu zao za fedha zilizokaguliwa kwa CAG. CAG ana mamlaka kukagua vitabu vyote vya hesabu, risiti, akaunti za benki na miamala yote ikiwemo mifumo ya kidigitali kama vile kwa tone. Kama ingekuwa hivyo basi Chadema ingekuwa ni muda mrefu inatakatisha fedha, ingekuwa ishajulikana. Tunaona kila siku CAG akitoa ripoti, lakini hatujawahi kusikia Chadema wakitakatisha fedha. Ile ripoti ya CAG inawasilishwa bungeni na kuwekwa wazi kwa umma. Chama kikishindwa kuwasilisha hesabu au kikapatikana na madudu, kinaweza kupoteza sifa ya kupata ruzuku au hata kufutwa usajili wake. Chadema sio wajinga. Mtu wa pili ambaye anaweza kukagua hizo fedha ni msajili wa vyama vya siasa. Ofisi ya msajili ndiyo mlezi na msimamizi wa sheria ya vyama. Msajili ana mamlaka ya kuagiza ukaguzi wa fedha wa hesabu za chama chochote muda wowote anapoona kuna viashiria vya ukiukwaji wa kisheria za kifedha. Na mwisho ni kitengo cha kiintelijensia ya kifedha FIU na Benki Kuu BOT. Hapa ni chini ya sheria ya kuzuia utakatishaji wa fedha. Vyama vya siasa vinachukuliwa kama taasisi zilizo katika hatari ya kutumiwa vibaya kifedha. Benki zote na makampuni ya simu yanalazimika kutoa taarifa FIU pindi zinapoona muamala wowote mkubwa au mfululizo wa miamala midogo midogo kama michango ya simu inayotiliwa shaka. Sasa asali ya kisheria ya kukiuka. Tumalizie hapa. Chama chochote cha siasa kinachobainika kupokea fedha haramu, kuficha vyanzo vyake vya mapato au kukiuka sheria za ukaguzi kinaweza kupigwa faini kubwa, viongozi wake kufunguliwa mashtaka ya jinai au chama chenyewe kufutwa kabisa kwenye daftari la vyama vya siasa. Tumalize hapo. Ni kutokana na hiki ambacho Mwakibinga amekizungumza kwamba Chadema wachunguzwe. Inawezekana kuna fedha chafu zimeingizwa Chadema na kupitia michango hii ya tone wanazitakatisha hizo fedha ili zitumike na kuonekana ni fedha ziingie kwenye mfumo halali wa kutumika. Nadhani akipata nafasi ya kusikiliza hiki ambacho nimekizungumza hapa, nadhani kuna vingi alikuwa hajavipitia na havijui mpaka ameita waandishi wa habari anakuja kuzungumza jambo hilo. Bado ni katika kipindi ambacho ajenda kama hizi za kukipasua chama cha Chadema kwa namna moja ama nyingine zinaendelea. Niache kwako Mtanzania utochee maoni yako kwa hiki ambacho tumekiadresi hapa. Darasa tosha kabisa kwa wote ambao wanaaminishwa potofu na video za watu kama hao ambao zinapewa airtime kubwa na baadhi ya media katika kipindi hiki kupotosha umma. Mtanzania unatakiwa kujua kile ambacho kinafanyika, kipi ni halali na kipi si halali. Tochea maoni yako na endelea pia kutufuatilia hapa kwa kina zaidi. Tutazidi kujuzana na kuelimishana kwa vitu vingi zaidi. Tunawapenda sana.